Hii sio simulizi ya usaliti wa kawaida. Ni simulizi ya tamaa. Ni simulizi ya mchezo wa hatari. Ni simulizi ya mwanaume aliyefikiri ana akili kuliko hisia. Ndoa yao iliyojengwa kwa miaka kadhaa haikuwa ndoa ya kifahari, lakini ilikuwa na amani. Tatizo lilikuwa moja tu: mwanaume hakuridhika. Alitamani pesa za haraka. Aliona wengine wakifanikiwa, akahisi amechelewa maisha. Usiku mmoja, akiwa amekaa na mke wake sebuleni, alimwambia, "Vipi kama tukitengeneza pesa kwa akili, kwa jasho?" Mke wake alicheka akifikiri ni utani. Lakini mwanaume hakumaanisha utani. Mpango ukawekwa mezani. Mke aanzishe mahusiano ya kimapenzi na tajiri mmoja. Wajenge ukaribu. Wafike mpaka hotelini. Kisha yeye, kama mume halali, avamie na marafiki zake, awafumanie, amlazimishe tajiri kulipa faini kubwa kwa kutembea na mke wa mtu. Hakuna atakayeshindwa. Mke alishtuka, aliuliza, "Vipi ikitokea nimelala naye? Si nitakuwa nimelala na mwanaume mwingine?" "Haiwezi kutokea, tutawahi kabla chochote hakijatokea," mwanaume alijibu haraka. "Hakuna kitakachofanyika baina yako na yeye." Baada ya kushawishika kwa maneno mengi, mwanamke alikubali. Si kwa sababu alipenda wazo, bali kwa sababu alimwamini mume wake. Ndipo mchezo ukaanza. Alimkaribia tajiri mmoja aliyekuwa maarufu kwa utajiri wake. Alijifanya mpweke, akajifanya anahitaji mtu wa kumjali. Tajiri hakujua kuwa anaingia kwenye mtego. Ukaribu ukaongezeka. Wakaanza kupeana zawadi. Wakaanza kukutana mara kwa mara. Kila aliporudi nyumbani, mwanamke alijisikia mchafu moyoni. Lakini mume wake alimkumbusha, "Vumilia kidogo, Esa inakuja." Hatimaye siku ya fumanizi ikapangwa. Hotel moja nzuri katikati ya jiji ilichaguliwa. Tajiri akachukua chumba. Mwanamke akampa mume wake ujumbe, "Leo ndiyo siku." Mume akakusanya marafiki zake wawili. Akawaeleza mpango mzima. Wakacheka kwa mshangao, lakini wakaona burudani ndani yake. Wakakubali kumsindikiza. Wakachukua bajaji kwa haraka. Njiani alikuwa na shauku na haraka, akijiona tayari ameshika pesa mkononi. Walipofika hotelini, waliingia kwa kujiamini. Akaenda mapokezi, akauliza chumba walichopanga. Lakini mhudumu akawaambia, "Samahani, hao watu wameondoka dakika chache zilizopita." Uso wake ukabadilika. "Wameondoka kwenda wapi?" Hakuna aliyejua. Kumbe dakika za mwisho tajiri aliamua kubadili hotel. Aliwasha gari na kuondoka na yule mwanamke kwenda hoteli nyingine. Mke akampigia mume kumpa taarifa mpya. Lakini simu ya mume haikuwa mfukoni. Kumbe mume wake alikuwa amedondosha simu yake kwenye bajaji. Alianza kupata wasiwasi. Akaomba simu ya rafiki yake. Akampigia mke. Haikupokelewa. Akapiga tena na tena, lakini kimya. Marafiki zake wakaanza kumcheka. "Ulitaka kumpiga faini tajiri, sasa tajiri amekupiga wewe," mmoja akamtania. Kicheko chao kilimuuma zaidi kuliko maneno. Alirudi nyumbani akiwa na mawazo sana. Alikuwa anawaza picha ya mke wake akiwa chumbani na mwanaume mwingine kwa makubaliano yake mwenyewe. Jioni mlango ukafunguliwa, mke akaingia, uso wake umejaa hasira. "Kwa nini hukupokea simu?" aliuliza kwa ukali. Mwanaume alinyamaza kimya. Hakukuwa tena na mpango. Kulikuwa na uhalisia. Mke wake alikuwa amelala na mwanaume mwingine. Si kwa kulazimishwa, si kwa kudanganywa, bali kwa sababu yeye alimruhusu. Wivu ukaanza kumtafuna. Lakini alijua hana haki ya kulalamika. Aliingia kwenye mchezo wa hatari. Akaleta tamaa kitandani kwake mwenyewe. Sasa anapaswa kukubaliana na matokeo. Je, ndugu msikilizaji, kama ni wewe, ungeweza kuendelea na ndoa hiyo? Ungemsamehe mke wako kwa sababu wewe ndiye uliyetengeneza mpango? Au ungeondoka hata kama kosa lilianzia kwako?